Naam, anaitwa Peter Shalulile, nyota wa zamani wa klabu ya Masandawana Mamelodi Sundowns ya huko nchini Afrika ya Kusini, ambaye kwa siku chache zilizopita alikuwa tayari amekwisha pewa thank you kunako klabu hiyo na kuwa kama vile free agent, kwa maana ya mchezaji huru ambaye hana timu, kwa maana mkataba wake umetamatika ndani ya timu hiyo ya huko nchini Afrika ya Kusini. Na Shalulile mzaliwa wa Oktoba 23 mwaka 1998, ambaye kwa wakati huu mwaka 1993, ambaye kwa wakati huu ana umri wa miaka 32. Ameanza kuhusishwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu ya Simba imeshafikia katika hatua za mwisho za mazungumzo ya nyota huyo, na kwa asilimia kubwa kocha wa Simba wakati huu, kwa maana Steve Barker, amehusika katika upande wa kumshawishi nyota huyo ambaye amedumu kwa takriban miaka 6 kwa kikosi cha Mamelodi Sundowns, akiwa na mafanikio makubwa ikiwemo kutoa ubingwa wa kombe la AFL, lakini pia katika upande wa kuwa bingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ambao umetamatika, msimu wa mwaka 2025 2026. Shalulile pia anakumbukwa ameshawahi kuwa kinara wa ufungaji wa magoli katika msimu wa nyuma kunako CAF Champions League. Ulikuwa ni msimu wa mwaka 2021 2022, msimu ambao alifunga goli 6 kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na ndiko hapo ambako Afrika ikaanza kumfahamu kama miongoni mwa washambuliaji ambao wana ubora mkubwa na wenye kiwango kikubwa katika upande wa kucheka na nyavu. Anaondoka Masandawana akiwa alikuwa hapati nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza chini ya mwalimu Miguel Cardoso, ambapo kwenye kikosi hicho tumeona maingizo mapya ya washambuliaji ambao ni kama vile walienda kulifanya jina la Shalulile katika kikosi cha Mamelodi kuweza kusahaulika, akiwemo Brian Leon sambamba na mshambuliaji mwingine ambaye ni Ibrahim Raines, ambao wakachukua utawala wao katika lile eneo, na Shalulile akawa ni mchezaji ambaye kwenye baadhi ya mechi akawa haonekani, na akawa ni mchezaji ambaye mwalimu kumpa nafasi ikawa ni ngumu, na hiyo yote ilikuwa ni sehemu ya kuconfirm kwamba ni kama vile zama zake zilikuwa zinakwenda kufikia tamati, na hatimaye wamekwisha mpa thank you, na ndio maana Simba wameanza mazungumzo naye ya kumhitaji, licha ya kwamba kuna timu nyingi ambazo zinahusishwa kumhitaji nyota huyu, zikiwemo pia timu kadha wa kadha kutokea nchini Afrika ya Kusini na timu nyingine kutokea nchini kwao Namibia, bila kusahau timu nyingine kutokea kaskazini mwa Afrika. Lakini kwa Simba wao interest zimekuwa ni kubwa kutokana na uhitaji wa mshambuliaji katika kikosi chao. Tunafahamu Soa ambaye klabu ya Simba imekwisha mpatia thank you kwa siku ya jana, na tayari amekwisha tambulishwa katika klabu ya Singida Black Stars. Hivyo basi ina confirm kwamba Simba wana shida haswa na mshambuliaji ambaye ni Fox on the box katika eneo la kushambulia, kitu ambacho kinawapa uwanda mpana viongozi wa Simba kuweza kumng'ang'ania Peter Shalulile miongoni mwa washambuliaji ambao wana ubora mkubwa katika bara la Afrika. Lakini pia Selemani Mwalimu tunafahamu ni mchezaji ambaye tayari ameshaongeza mkataba wa mwaka mmoja kusalia katika klabu ya Simba kama mchezaji wa mkopo akitokea katika klabu ya Wydad Casablanca, lakini hao wote hawatoshi. Lazima klabu kama Simba ambayo ina compete katika mashindano makubwa lazima iwe na kikosi kipana ambacho kimesheheni nyota wenye ubora mkubwa aina ya Peter Shalulile. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba uongozi wa Simba upo katika hatua za mwisho za kumpata Shalulile kuelekea msimu ujao. Huyu ni miongoni mwa washambuliaji ambao kwa miaka ya hivi karibuni ni kama vile ameweza performance yake imeweza kudrop kwa kiasi kadhaa, kitu ambacho ndio imekuwa hata sababu ya Masandawana kuweza kumpa thank you katika klabu hiyo. Kwa hiyo kwa wakati huu ndo hivyo Simba kwamba wapo kwenye mazungumzo ya kumake sure kwamba wanapata mshambuliaji mpya ambaye ni Peter Shalulile, raia wa Namibia, mmoja kati ya washambuliaji bora kuwahi kutokea katika jangwa kusini mwa jangwa la Sahara na bara la Afrika kwa ujumla. Tusubiri tuone, muda ndio ambao watakwenda kuzungumza kama Simba watakwenda kumpata
japokuwa kuna ugumu ambao nimekwambia kwamba vilabu vingine vikubwa ambavyo vimeonyesha interest ya kumhitaji Shashaman, miongoni mwa nyota bora kabisa kuwahi kutokea. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Nilikuwa humu ndani, lakini sikuwa peke yangu. Nyuma ya kamera alikuwepo Abubakar bin Kaporo.